Bwana ni mwema siku zote. Bwana ni mwema siku zote. Na siku zote Bwana ni mwema ni haki yake. Pigeni tarumbeta. Yawezekana. Pigeni tarumbeta. Yawezekana. Tuipige kwa furaha. Kwa jina la Yesu yawezekana. Bwana amekuwa mwema sana kwetu, ambaye ametukubali kwamba tuweze kuja hapa katika sabato hii ya 3 ya mwezi huu wa 5 kwa lengo maalum ya kuweza kuja kumwabudu. Tunasema jina lake litukuzwe. Amen. Wangapi wanajihisi kuwa na furaha kuwa nyumbani mwa Bwana katika sabato ya leo jameni? Bwana atukuzwe sana. Ninashukuru sana Mungu kwa fursa hii ya kipekee ambayo nimeipata kupitia uongozi wa kanisa letu hili la Nguba, ambao wametupatia aliko hili la kuweza kuja kumega mkate wa neno la uzima pamoja nanyi viongozi wapendwa. Bwana awabariki sana. Tumekwisha kutambulishwa kwa majina. Nafikiri ya kwamba sisi si wageni hapa, si kweli watu wa Mungu? Sisi sio wageni hapa, isipokuwa kwa wageni ndio tunakuwa na sisi wanani wageni. Ni mchungaji Antipa Balume, ninaishi Uvira, mahali ambapo tunaongoza kazi ya Mungu kwa upande ule, na tunakuwa hapa kwa ajili ya mipango mbalimbali ya semina ambazo zimetupelekea kwamba tuweze kuwa hata sabato ya leo tukiwa pamoja nanyi, na hii yote ni makusudi ya Mungu. Kwa hiyo jina la Bwana libarikiwe sana. Tuwashukuru sana watu wa Mungu kwa kazi ya Mungu ambayo tunaendelea kuitenda sote katika nyakati hizi ngumu, nyakati zenye hatari za siku za mwisho, wakati mambo yanaonekana kuwa magumu, lakini bado hamjachoka kuweza kuendelea kujihimiza kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni vizuri kuweza kutambua ya kwamba vipindi ambavyo tunavyovipitia kwa sasa vinatuandaa kwa matukio makubwa ambayo yako mbele yetu, mahali ambapo tutaitwa kuweza kusimama kwa umakini sana ili kwamba tuweze kuonekana kutetea imani. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri kwamba watu wa Mungu wakiona ya kwamba mambo yanakuwa magumu, labda wangelifurahi kwamba huu ndio wakati wa kuonesha imani yangu kwa nani? Kwa sababu imani yetu inaonekana hasa wakati wa changamoto za nini? Za maisha. Wakati kila kitu kinaendelea sawa na alafu mtu anaendelea kwenye imani, usifikiri kwamba huu ndio usujaa wa imani. Imani zetu zinaonekana kuwa imara wakati pale tunapitia changamoto za maisha, lakini tunaamua kutokuweza kumwacha Bwana wetu. Haleluya kanisa. Ulimwengu leo unasherehekea sikukuu ya vijana wadogo wa Kiadventista wa Sabato ambao tunaita wa Aventurier. Na hii ni sikukuu maalum sana ulimwenguni. Sijaona uwepo wa watoto hawa kwenye kanisa letu la Nguba, labda ni kwa sababu coordinator wetu wa vijana hakuweza kuwaandaa. Lakini nilitarajia kwamba vijana wadogo wa Nguba watasherehekea mada kubwa ambayo imependekezwa na kanisa la ulimwengu wote mzima, mada ambayo inayosema kutembea pamoja na Yesu. Hebu tuseme hivyo, kutembea pamoja na Yesu. Hiyo ndiyo mada ambayo vijana wadogo wa Kiadventista wanasherehekea ulimwenguni kote, kutembea pamoja na nani? Pamoja na Yesu. Vijana leo wanahimizwa kuweza kutembea na Yesu kama rafiki mwema, na si vijana tu, lakini wote waliomwamini Kristo wanaalikwa kuweza kutembea tena na Yesu. Inapendeza sana unapotembea na mtu unayempenda, si kweli? Basi ukitembea na mtu unayempenda, labda baba yako, mama yako, mwenzi wa maisha yako, mpenzi wako, rafiki yako wa karibu, ukitembea naye unajihisi kuwa na nguvu za kipekee, wala hauna wasiwasi. Haleluya kanisa. Tulipokuwa watoto wadogo, tukijikuta ya kwamba tunatembea na wazazi,
ilikuwa inatokea wakati ambako tunaanza kuwachokoza hata watoto wengine tunaokutana njiani. Kuna wengine walijaribu kufanya mtindo huu. Yaani wewe unatembea na baba yako ambaye unampenda, unajua ya kwamba hakuna kitu kibaya kinaweza kukupata, kwa sababu unatembea na nani? Sasa wakati fulani hata domo ilikuwa inapanda, unasema hata nikimchokoza hata nifanya kitu, sababu niko na nani? Niko na baba. Wapendwa, tunahitajika kutembea katika ulimwengu huu wa giza tukiamini ya kwamba tunatembea pamoja na Yesu ambaye anatushika mkono, ambaye anatutia nguvu ya kuweza kusonga mbele, na ndiyo maana hatuhitajiki kuweza kuishi na mashaka wakati tunahakikisha ya kuwa tunatembea na nani? Tunatembea na Yesu Kristo.